Mchome hakuwepo kwenye baraza kuu. Uongo kabisa. Na mbaya zaidi, uongo huu unaongelewa mpaka na mwenyekiti wangu wa chama taifa. Na kutokuwepo kwangu mimi hakuzuii au hakusababishi uvunjifu wa katiba ya chama chetu. Sasa wanasema Mchome amejuaje? Katiba yetu inatambua tehama na iko wazi kabisa. Na hata katibu mkuu nilimwandikia, na hata msajili nilimwandikia kwamba kutokuwepo kwangu mimi isiwe ni sababu ya kuvunja katiba. Katiba yetu kwenye kanuni ya 3.3.3 ya mwongozo wa matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano ndani ya chama, yani Chadema Digital, inatambua na media ya chama Chadema Digital ilikuwa iko online. Ukiacha hivyo, vyombo vingi vya habari vilikuwa viko online. Nenda Jambo walikuwa online, Nenda Global walikuwa online, Nenda Millard walikuwa wako live. Vyombo vingi vya habari vilikuwa viko live. Hii haizui au haiverify uvunjifu wa katiba ya chama chetu. Kwa hiyo kwenye swala la akidi, katibu mkuu mwenyewe Mnyika anakiri kwamba wakati kikao kinaanza hapakuwa na akidi bali alitazama. Na ukumbuke wakati huo anasema kwamba nikiangalia kwa macho yangu kulikuwa pia kuna watu ambao sio wajumbe wa baraza kuu. Walikuwepo. Mule ndani walikuwepo kina Mwamakula. Askofu Mwamakula sio mjumbe wa baraza kuu. Alikuwepo Rose Maemba, sio mjumbe wa baraza kuu. Alikuwepo Dr. Tengeche, sio mjumbe wa baraza kuu. Alikuwepo Askofu Mwana Mapinduzi, sio mjumbe wa baraza kuu. Walikuwepo kina John Pambalu, kina Twaha Moipaya, sio wajumbe wa baraza kuu. Alafu unakuja unatuambia akidi umeiangalia tu kwa macho ukajiridhisha kwamba watu waliopo basi akidi inatimia. Uongo. Na hatuwezi tukakipeleka chama kwa staili. Hoja yangu ya pili, ambayo na hii nataka mnielewe vizuri sana, ni ukweli usiopingika kwamba kuna watu walikuwa mule ndani sio wajumbe wa baraza kuu na walipiga kura. Katiba yetu ya chama ya mwaka 2006 toleo la 2019 kwenye kanuni za uendeshaji wa chama, na Mheshimiwa Mnyika haya anayajua, mwenyekiti wangu wa chama Mheshimiwa Lissu haya anayajua. Kwenye kanuni ya 7.3.2 inasema patakapokuwa panapigwa kura, wanaopaswa kuwepo ukumbini ni wajumbe halali wa kikao tu, ndo wataruhusiwa kuwepo ukumbini. Wajumbe halali. Na katiba imeweka wazi kabisa, wajumbe halali tu ndio watakao ruhusiwa kuwepo ukumbini. Wanakwenda kupiga kura, baraza kuu linakwenda kupiga kura ya kumthibitisha katibu mkuu. Kuna watu ambao sio wajumbe wa baraza kuu wapo ndani ya ukumbi, wakiwepo hawa ambao nimewataja awali. Naomba unekee video ya pili. Mheshimiwa John Mnyika, na kama mnakubali kumthibitisha kama ninavyowaomba, naomba wote mnaosema mnamthibitisha mnyooshe mikono yenu.
Asante. Mtaona. Na naomba niwaulize waheshimiwa wajumbe wa Baraza Kuu, wale mnaofikiri wakili Ali Ibrahim Juma anafaa kuthibitishwa kuwa naibu katibu mkuu wa chama chetu kwa Zanzibar, mnyoshe mikono yenu. Asanteni sana. Na round anaitwa Dr. Nyamatara Tengecha. Huyu sio mjumbe wa Baraza Kuu, lakini anaonekana akipiga kura ya kumpitisha naibu katibu mkuu Zanzibar kuwa naibu katibu mkuu, na sio mjumbe wa kikao hicho. Tunaposema haya mambo, tunasema kwa ajili ya kukisaidia chama chetu. Katiba yetu inasema anayepaswa kuwepo ndani ya kumbi wa kupiga kura ni mjumbe halali peke yake. Huyo sio mjumbe halali, sio mjumbe wa Baraza Kuu la Chadema. Alikuwa ni mgombea wa nafasi ya ujumbe wa mkutano mkuu, ambao uchaguzi huo Mnyika kwa matakwa yake, bila kushirikisha kamati kuu, bila kushirikisha Baraza Kuu, aliamua kuahirisha agenda ya uchaguzi. Hapo ukumbini kulikuwa na zaidi ya watu 80 ambao sio wajumbe wa baraza hili, na walipiga kura. Hata kama angekuwa ni huyu mwenyewe Tengecha, ilikuwa inatosha kubatilisha uchaguzi huo kwa mujibu wa katiba yetu. Kwa nataka Watanzania wanielewe, nafanya haya kwa mapenzi mema ya chama chao. Nafanya haya, asanteni sana, chama chao. Nafanya haya kwa ajili ya kukisaidia chama changu kesho na kesho kutwa. Play video ya nne. Mnao afik kaka Amani Golugwa awe naibu katibu mkuu wa chama chetu kwa upande wa Tanganyika, naomba mnyoshe mikono. Asante sana. Na nitaomba nisogee hapa kwenye nani niwaonyeshe kwenye project. Mkiangalia pale kwenye projector, mtu wa kwanza asante sana. Baraza Kuu la Chadema. Mtu wa pili anafuatia Askofu Mwanamapinduzi, huyu aliyevaa suti nyekundu, sio mjumbe wa Baraza Kuu la chama chetu. Katiba ya chama chetu, narudia tena, inatuambia muda wa kupiga kura, nyie mtakuwa mashuhuda hapo, wamenyosha mikono watu kupiga kura. Tumenyosha mikono hapo kupiga kura. Kunyosha mikono ina maana tunapiga kura. Lakini kuna watu ambao sio wajumbe wa baraza. Utawaona hapo kinalienda, sio wajumbe wa Baraza Kuu. Wanafanya nini ukumbini? Wanafanya nini ukumbini, ili hali sio wajumbe wa Baraza Kuu? Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, nataka muwaeleze vizuri wa Tanzania kwamba hoja zangu nilizozitoa mbili zina mashiko, na ni kwa ajili ya kuisaidia taasisi yangu, ni kwa ajili ya kukisaidia
chama changu. Sisi tumekuwa waumini sana wa kushinikiza wenzetu wafuate katiba ya vyama vyao, wafuate katiba ya nchi. Lakini sisi tunakuwa wa kwanza kukiuka misingi ya katiba yetu, kukiuka kanuni na miongozo ya uendeshwaji wa chama chetu. Kwa baada ya hoja hizo, nilimuomba msajili mambo machache. Jambo la kwanza nililomuomba msajili ni kubatilisha baraza kuu hili la tarehe 22. Jambo la pili, viongozi wote 8 waliopatikana siku ya tarehe 22 wote watenguliwe au uteuzi wao ubatilishwe. 3, maamuzi yote yaliyofanywa na kamati kuu ya chama chetu kuanzia tarehe 22, maamuzi hayo yote yabatilishwe kwa sababu yalipitishwa na kamati kuu ambayo haina wajumbe halali. 4, msajili haitaki ofisi ya katibu mkuu iitishe baraza kuu upya ambalo litakuwa na akidi ya 75% ili kuweza kuwapitisha wajumbe hawa wa kamati kuu. Hata mwenyekiti akiamua kuwaleta hawa, hakuna shida. Hamna shida yoyote. Cha muhimu wapatikane kwa njia ambayo ni sahihi, kwa njia ambayo huko mbele haitakuja kutuletea matatizo au haitakuja kutuletea mparanganyiko mkubwa huko mbele. Kwa hayo ndio ambayo nimemwomba msajili, na ninaamini msajili atayafanyia kazi. Nimeona barua yake, nimeisoma kwa utulivu mkubwa na nimemuelewa sana. Kwa hiyo ninaamini chama changu kitapeleka majibu mpaka kufikia hiyo tarehe 10 mchana. Nimalizie. Ndugu waandishi wa habari, chama chetu ni chama cha kidemokrasia. Miaka yote tumekuwa tukijinadi